Zaidi ya watu wasiopungua 16 wameuawa nchini Urusi pamoja na wengine 11 nchini Ukraine, huku nchi hizo mbili zikiendelea kushambuliana. Mapema Jumanne, shirika la habari la serikali ya Urusi TASS liliripoti kwa watu 5 wameuawa na wengine 6 kujeruhiwa katika shambulio la ndege zisizo na rubani katika eneo la Moscow, kwa mujibu wa gavana wa eneo hilo. Gavana wa eneo la Krasnodar kusini mwa Urusi, Vladimir Kontradev, alisema watu 7 wakiwemo watoto 3 waliuawa na karibu watu 40 kujeruhiwa baada ya mabaki ya ndege zisizo na rubani kuanguka katika kijiji cha mapumziko cha Kiapo Ospovika karibu na mji wa Gervizki. Taarifa yake iliyochapishwa kupitia mtandao wa Telegram ilifuata taarifa ya Sergei, mkuu wa Crimea aliyewekwa madarakani na Moscow, ambaye alisema idadi ya watu waliokufa katika eneo hilo umeongezeka hadi 4 huku wengine 2 wakijeruhiwa. Aidha, gavana kaimu wa Belgorod Alexander Shovai aliripoti vifo vya raia 4 na majeruhi 17 katika makazi yaliyo karibu na mpaka. Nchini Ukraine, watu 3 wakiwemo mfanyakazi wa huduma za dharura pamoja na mtoto wake mwenye umri wa miaka 8 waliuawa katika shambulio la Urusi dhidi ya kituo cha mafuta katika mkoa wa Dnipro. Eneo hilo limekuwa likilengwa mara kwa mara tangu kuanza kwa vita. Katika ujumbe uliochapishwa kupitia Telegram, gavana wa eneo hilo Alexander Haza alisema moto mkubwa ulizuka kufuatia shambulio hilo na kuharibu kituo cha mafuta pamoja na magari yaliyokuwa jirani. Wizara ya afya ya Ukraine ilisema watu 21 wakiwemo watoto 3 walipelekwa hospitalini huku watu 9 wakiwa katika hali mbaya. Aidha, watu 8 wakiwemo watoto 2 waliuawa katika shambulio la usiku, na vifo vya raia vimeongezeka katika miezi hivi karibuni, ingawa pande zote mbili zimeendelea kukanusha kuwa zinalenga raia kwa makusudi. Siku ya Jumatatu, wizara ya ulinzi wa Urusi pia ilisema kuwa majeshi yake yamechukua udhibiti wa makazi ya Bili katika eneo la Kharkiv mashariki mwa Ukraine. Shambulio la hivi karibuni la Ukraine dhidi ya kampuni kubwa ya biashara mtandao ya Urusi, ndege isiyo na rubani ilipiga ghala la kampuni hiyo katika kijiji cha Kastov mashariki mwa eneo la Vladimir nchini Urusi. Akiripoti kutoka Kiev, mwandishi wa habari alisema rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameishutumu Elbrus kuwa na mchango mkubwa katika juhudi za kijeshi za Urusi. Kumekuwa na uchunguzi mbalimbali uliofanywa mtandaoni na taasisi huru za ufuatiliaji ambazo ilibainisha kwa Elbrus huuza bidhaa zinazoweza kutumika kwa matumizi ya kiraia na kijeshi. Bidhaa hizo zinadaiwa kujumuisha elementi za kijeshi zinazotumika, vifaa vya kujikinga, fulani za kuzuia risasi pamoja na nyaya za fiber optic zinazotumika katika ndege zisizo na rubani. Katika tukio jingine, eneo la maghala lilishambuliwa kwa ndege zisizo na rubani karibu na St. Petersburg, mji wa pili kwa ukubwa nchini Urusi, kwa mujibu wa gavana eneo hilo Alexander Rodzeko kupitia Telegram.